baki kwenye uadilifu, kuwa kama nabii Elia. Anasema manabii wote wamebadilika, nimebaki peke yangu. Mungu akamwambia ni kweli, kwenye macho ya damu na nyama umebaki peke yako, ila rohoni nina watu ambao hawapigi goti kwa habari, lakini ni waoga, wanajua mwenendo usio sawa, ila hawapokei kusema, hawapingi, wanakataa kimya kimya, wamenyamaza tu, wanaongea siri, wamejificha hata wao, lakini wamejitokeza. Wewe Elia, wewe ni shujaa. Haleluya. Ndio maana kufa kifo cha wanadamu Mungu alimchukua kwa gari la moto, kwa sababu alitenda zaidi ya akili za wanadamu, alipigana zaidi ya ufahamu wa mtu. Mungu, pigana na Mungu, pigana kwa ajili ya Mungu. Hata kama dunia yote wataabudu mashetani, kataa kumwabudu shetani, baki wewe ukimtegemea Mungu. Unajua nikwambie kwa nini? Kwa sababu dunia inakwenda sasa, wanaelekea kwenye mambo ya uchumi namna hiyo, uchumi. Na ndio maana wanachojenga sasa haya makanisa ya shetani ni wewe na uchumi mkubwa. Ndio maana wanapiga vita ili wewe na hela, baadaye wataanza kuwasaidia. Wanasema ukisali kwetu tunakupa mtaji, ukisali kwetu tunakusomeshia watoto. Kwa hiyo mtu anaona bora nisali hapa, hata kama hamna kitu. Ni kweli hawana neno, hawana maombi, ila kuna ufadhili. Watoto wangu wanafadhiliwa, wanasoma nje bure, wana marafiki wa kizungu, na mimi mwenyewe nakopesa mtaji. Mimi mwenyewe nikienda na shida, nikimwambia mchungaji yule, wanakata fungu wananipa. Utabaki katika hayo, lakini nataka nikwambie Biblia inasema mambo yote yatapita, lakini neno la Mungu halitapita hata milele yote. Kama unampenda Bwana sema amen. Ukipewa pesa, mpendwa, itapita. Ukisomesha watoto, mpendwa, watapita, lakini neno la Mungu ladumu hata milele yote. Na kwa sababu ya kupenda pesa mtamsaliti Yesu, kwa sababu si mnapenda maisha mazuri, unataka urada. Nina watoto 7, kanisa limenisomeshea 4. Kwa nini nisisali hapa? Hata kama unaona kabisa unamwabudu shetani, utasali tu. Ndicho kinachofuata. Unaona kabisa, kuna saa kabisa unaona nyoka inapita, itafika saa shetani anapita katika maumbo mbalimbali, lakini watu watashangilia, kwa sababu baada ya nyoka yule kupita mkubwa, anazunguka, mtu amefunga macho, hutamuona daima. Kuna watu wanaona vitu mahali, lakini wanajifanya sijui ni maono. Kuna vitu Mungu anawaonyesha, lakini unashangaa. Unafunga macho namna hii, uko mahali mwenye vikanisa la namna hiyo, unaona unashangaa, linapita kama vinyati. Unafunga macho namna hii, ulioni, kumbe ndio hivyo. Ila baada ya kukimbia unasema kumbe Mungu yuko hapa. Unaanza kuona maono, vitu vya ajabu, ile yale maspiriti na kuingia na kufunga. Hujui tu unamwabudu shetani, unasema mbona pala hamna shetani? Funga macho, unaomba, nenda utaona. Ushangia unafunga nayo, unaona makaburi na misalaba mingi, unafungua namna hiyo. Mungu anakuonyesha mahali ulipo, sio kuna vitu vinaabudiwa, sio Mungu. Kuna mizimu inaabudiwa, kuna mashetani yanaabudiwa, lakini wewe unataka mpaka uone shetani kabisa anataja hapa tunamwabudu shetani. Hutawahi kuona hiyo. Mtawatambua kwa matunda yao. Watakuja kwa jina la Bwana, lakini matunda yao yatawatambulisha. Kila aliye kwa jina la Bwana ni mbarikiwa. Kila aliye kwa jina la Bwana huwaongoza watu kutenda mema. Kila aliye kwa jina la Bwana atawaambia watu wasubiri ahadi ya Baba. Kila aliyekuja kwa jina la Bwana hawezi kumpinga Roho Mtakatifu. Kama unapenda Yesu sema amen.